kuna kanuni ambazo Mungu ameziweka kwenye ulimwengu, na hizo kanuni zinatakiwa zifuatwe, na hizo kanuni zitamsaidia Mkristo katika kukua kwake, katika kuishi kwake. Na huu msingi nitaanza nao, ninatamani mtumishi wa Mungu uiweke ndani ya moyo, kwa sababu itakuvusha kifamilia, itakuvusha kikanisa, itakuvusha kiuchumi, itakuvusha kwenye ndoa, itakuvusha kwenye uchumba wako, kwa sababu ndio kanuni ambayo Mungu aliiweka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa huu msingi upo hivi. Ukisoma kitabu kile cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1, Biblia inasema hapo mwanzo Mungu. Kila mtu aseme hapo mwanzo Mungu. Kila mtu aseme hapo mwanzo Mungu. Ukisoma vizuri maandiko, hapo mwanzo Mungu, ukiweka mkato, inamaanisha kwamba aliyetangulia wa kwanza alikuwa ni Mungu. Yaani hapo mwanzo Mungu, hapo mwanzo kulikuwako neno. Yohana sura 1 mstari wa 1, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwa hiyo kabla ya mwanzo alikuwepo Mungu ambaye ni neno. Huyo neno akafanyika mwili. Kwa hiyo hapo mwanzo Mungu, maana yake ni hivi, kabla kijaanza kitu chochote alitangulia Mungu. Kwa hiyo umbaji uliokuja baadaye ulitangulia baada ya neno, ulitangulia baada ya Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo cha kwanza ambacho kinatangulia kwenye maisha ya mtu ni Mungu. Usiwahi kufanya biashara, Mungu kwanza. Usiwahi kuingia kwenye uchumba, Mungu kwanza. Usiwahi kuingia kwenye ndoa, Mungu kwanza. Usitamani kuingia kwenye kanisa, Mungu kwanza. Usitamani kwanza kitu chochote, Mungu kwanza. Natamani niamke naenda kufanya kwenye shughuli zangu, Mungu kwanza. Natamani nishirikiane na watu fulani kwenye shughuli mbalimbali, Mungu kwanza. Mungu ndio anayetangulia, vingine vinafuata. Bwana asifiwe. Ugomvi mkubwa kwenye dunia leo ni kwa sababu hatujamtanguliza Mungu. Tunaenda kwa akili zetu. Biblia inasema usizitegemee akili zako mwenyewe. Maana yake Mungu alitakiwa atangulie, alafu akuongoze kwenye akili zako. Kabla haijakuwepo akili yako, ilikuwepo akili ya Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Msingi wa kwanza wa maisha ya mtu ni Mungu. Mungu ndio ambaye anatangulia akuongoze katika njia zako. Mungu ndio ambaye anatangulia akuongoze kwenye familia yako. Kuna mambo yanakutesa, Mungu kwanza. Kabla mateso hayajakuwepo alikuwepo Mungu. Kwa hiyo yeye ambaye anajua kabla ya matatizo anaweza katatua matatizo yetu, Mungu kwanza. Ukiamka unapiga goti unasema Mungu kwanza. Bwana asifiwe. Amen. Umefika kwenye nyumbani, mmepika chakula, mmekiweka mezani. Mwanao anatangulia kukiweka kijiko, unampiga kidogo. Unamwambia Mungu kwanza. Amina. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Mume wako ameenda kutafuta fedha, amefika tu pale ameshakurupuka, tunataka tufanye hiki na hiki na hiki, unamwambia no. Stop. Mungu kwanza. Bwana asifiwe. Mungu kwanza. Mwambie mwenzako Mungu kwanza. Mwambie mwenzako Mungu kwanza. Mwambie mwenzako Mungu kwanza. Sasa sikiliza, nguvu ya maono katika nyakati za mwisho. Kabla haijaanza maono, Mungu kwanza. Amina. Tupungiane kama nanielewa. Amen. Sasa nguvu ya maono katika nyakati za mwisho. Yesu Kristo amekaribia kulichukua kanisa. Na sisi kama Wakristo tunaona mambo mengi yanayoendelea duniani. Hii ni ishara ya kwamba Kristo amekaribia kuja kulichukua kanisa. Sasa kwa nini tunajifunza kwa habari ya maono? Kwa sababu kuna vitu ambavyo tunataka tuvifahamu vya msingi. Nishakutangulizia msingi wa kwanza ni Mungu. Sasa nini maana ya maono? Kwa sababu unaweza kuwa unajiuliza maono maana yake nini? Na nimekwambia nguvu ya maono, maana yake maono yana nguvu ndani yake. Kuna kitu ambacho maono yanayo. Na yale maono ambayo yanabebeka kule ndani yana kitu cha ziada ambacho kinaweza kikamsaidia Mkristo yote anaishi kwenye ulimwengu. Haleluya. Nipungie mkono kama unanielewa. Amen. Amen. Sasa maono ni nini? Maono ni mafunuo.
ulimwengu wa kiroho. Maono, kwa sababu hii inazungumzia kwa habari ya sisi kama Wakristo au watoto wa Mungu. Kila mtu ana namna ambavyo anatazama maono. Maono kwa namna nyingine unaweza kusema ni uwezo wa kuona. Na wengi wanatofautisha maono na ndoto. Kwamba maono unaona ukiwa uko haujalala. Yaani ni kama hivi unatazama, au unaweza ukawa umekaa mahali ukawa una uwezo wa kuona. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ule uwezo wa kuona, hayo ni maono. Bwana asifiwe. Lakini Biblia ya Kiingereza, kwa Kiingereza kuna tafsiri moja ambayo nilipata, nitaitafsiri. Inasema is a supernatural revelation from God, often experienced as a dream or a trance-like state to communicate divine will or provide spiritual insight. Manake ni mafunuo ya kimbingu au ya kimungu ambayo mtu ana uwezo wa kuwasiliana katika ulimwengu wa kiroho, au ana uwezo wa kuona katika ulimwengu wa kiroho. Mwambie mwenzako maono. Mwambie mwenzako maono. Mwambie mwenzako maono. Kwa maono yanafungulia mlango wa mtu kuona. Kuna vitu ambavyo natakiwa uvione kabla kesho haijaja. Mungu anawaonyesha watoto wake. Ndio maana ya kuwa na maono. Kabla ya mwaka kesho 2026, kuna watu waishaanza kuiona. Maono lazima uwe nayo. Kabla mwaka 2030 haijafika, lazima uwe na uwezo wa kuona. Kwa nini Mungu anakupa maono? Kwa sababu anatamani uone. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Kabla shida ijaja, Mungu anakupa maono. Kabla ya mazuri hayajaja, Mungu anakupa maono. Kwa chochote ambacho unakiona katika ulimwengu lazima kiongozwe na maono. Hiyo ni ya muhimu sana. Chochote kinachotokea kwenye haya maisha lazima kiongozwe na maono. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Pungiane mkono. Amen. Sasa tunataka tuone msingi wa maono au maono yalianza vipi. Kwa sababu hii ndio kipengele cha muhimu sana ambacho natamani nizungumze. Hapa tunazungumza na kina baba, hapa tunazungumza na kina kaka, hapa tunazungumza na kina mama. Lakini ni muhimu sana kwetu sisi kama kanisa kutambua ya kwamba maono yalianza vipi na tunayabebaje maono. Kwa sababu sio watu wengi ambao wanachukulia kitu cha serious, kwamba wanakuwa makini kwa ajili ya kuangalia maono na yabeba vipi. Haleluya. Bwana asifiwe. Ukifungua kitabu kile cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26. Biblia inasema, Bwana Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kila mtu aseme, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Sasa ukisoma ile Biblia ya Kiingereza inaniandikia hivi, anasema let us make man in our image and after our likeness. Akisema let us make man, ile neno man ukisoma kwenye Biblia ya Kiebrania ametumia neno Adam. Kwa hiyo naweza nikaisoma hivi, let us make Adam in our image. Bwana asifiwe. Sasa ile neno Adam ukisoma kwa Kiingereza ametumia man. Man maana yake kwa Kiswahili kwetu sisi tunaweza tukasema ni mwanaume. Lakini kwa lugha ya Kiswahili iliyotumika na tumfanye mtu. Kwa hiyo ile neno man na Adam kwa Kiebrania inazungumza kitu hiki kimoja. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo Mungu alipoanza kutengeneza maono, cha kwanza alichotangulia ni kumtengeneza mtu, ambayo mtu anaitwa man. Huyo mtu anaitwa Adam. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa picha ya kwanza Mungu ambaye huwa anaiangalia, nisikize vizuri. Picha ya kwanza ambayo Mungu huwa anaiangalia akitoka mbinguni hapa duniani, huwa anaangalia picha ya mwanaume. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa sababu hii sura mpaka inaletwa kwenye Kiingereza inaletwa kwenye Kiswahili, walitoka kwenye tafsiri ya kwamba na tumfanye Adam
Neno Adam ni man. Man maana yake mwanaume. Bwana asifiwe. Lakini ukiendelea mstari wa 27-28 anasema hivi, mwanaume na mwanamke aliwaumba kwa sura yake. Si ndio? Yaani mwanaume na mwanamke aliwafanya kwa sura yake. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa nisikilize. Kama huyu mtu ambaye anaitwa Adam, huku chini anasema mwanaume na mwanamke aliwaumba kwa sura yake. Maana yake katika ulimwengu wa kiroho wote tuliopo hapa ni Adam. Kwa picha ya rohoni wote tunafanyika kwa namna ya Adam, man, ambaye kwa Kiswahili ni mtu. Sio, unanielewa? Tunatofautiana maumbile. Utaona sura ya pili Mungu anatofautisha. Lakini hii yote inakutengenezea msingi kwamba tuangalie maono yalianza vipi. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo aliposema hivi, let us make Adam in our image, maana yake na tumfanye mtu ambaye atabeba maono yetu. Mungu ndani yake ana kitu ambacho anataka kitoe. Sasa kabla hajakitoa lazima mweke mtu ambaye atafanana na yeye. Ndio maana akasema let us make man in our image. Maana yake na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mtu maana yake ambaye atabeba maono ya Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Ambaye wewe mtu ndio mimi na wewe ambaye tumesimama hapa. Lakini picha ambayo natamani nikupe huyu mwanaume ambaye anazungumziwa hapa. Kwa hii picha aliyopewa, maana kuna kitu amekibeba huku ndani ambacho anatakiwa akitoe, watu wakione, awe na uwezo wa kuona. Sio, unanielewa mtumishi wangu? Amen. Sasa nisikilize vizuri. Ukisoma Biblia, tafasiri ya ile neno aliposema na tumfanye mtu kwa mfano, ile neno mfano Kiingereza imetumia neno image. Ni sawa sana picha ya mtu kuona. Sio, unanielewa? Lugha ya Kiebrania iliyotumika hapa imetumika Tselem. Tselem maana yake T-S-E-L-E-M. Ile neno Tselem inatokana na neno tukavu, maana yake ni kukata kitu, yani ni kukitoa. Hicho kitu kinakuwa wewe unavyoonekana ndivyo kinavyoonekana. Kwa Mungu alipomfanya mwanadamu alimuumba afanane na yeye. Sio, unanielewa? Hapa hii yote nakukumbusha kwamba tunatengeneza msingi wa maono. Huyu ambaye atabeba maono ni yupi? Sio, unanielewa? Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mungu alipomtoa mwanadamu ni sawa sana Mungu alikuwa ameweka picha mbele yake. Sio, unanielewa? Alipoweka picha, ukiwa unajiangalia kwenye picha kwenye kioo, siku zote huwa unaiona picha yako. Bwana asifiwe. Haleluya. Siamini kwamba hata siku moja umewahi kwenda kuangalia kwenye kioo ukaona picha ya bibi. Umeenda kuangalia kwenye kioo ukaona picha ya baba, nadhani unakimbia. Bwana asifiwe. Na ukute huyo mtu ameshawahi kufariki miaka mingi iliyopita. Lazima utakimbia, utajua huu ni msiba. Kwa ukienda kuangalia kwenye kioo utaona picha yako. Ni sawa na Mungu alipokuwa anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Maana yake mwanadamu afanane na Mungu. Mungu anavyoonekana ndivyo anavyoonekana. Ukiangalia tafsiri hapa pia iliyotumika ni sawa sana, anasema representation or pattern or imprint of a seal. Maana yake ni sawa sawa na mtu ambaye anachukua muhuri wake anaweka mahali. Ukiona muhuri wa mtu fulani, maana yake ile ni picha yake. Kwa hiyo ule muhuri aliyoweka pale unamwakilisha yeye. Wale ambao mmewahi kwenda kusolve kesi mbalimbali utaona muhuri ambao unawekwa pale wa yule mwanasheria unamzungumzia yeye. Kwa hiyo kama ikitokea kesi yoyote akawa amehusishwa jambo ambalo si kisheria, afa kama ameweka muhuri wake anakamatwa. Bwana asifiwe. Lakini pia kama kuna mahali akiweka ule muhuri kuonekana, maana yake inamzungumzia yeye mwenyewe. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo Mungu alipokuwa anamuumba mwanadamu ni kama aliweka alama yake. Anaiweka ile alama yake ili yeye aonekane. Mungu atusaidie. Haleluya. Mungu alimuumba mwanadamu ili afanane na yeye. Yaani picha inaonekana kwenye kioo ndio wewe jinsi ulivyo halisia. Mungu alikuumba original. Hajakuumba copy. Bwana asifiwe. Haleluya. Tazama jirani yako, mwambie uliumbwa kwa mfano wa Mungu. Mwambie uliumbwa kwa mfano wa Mungu. Lakini pia hilo neno image ambayo ni picha ya mfano wa Mungu pia inatumika kama neno la statue. Statue ni sana sanamu, picha fulani. Bwana asifiwe. Ukionaga sanamu la mtu fulani, ukijua wamechora sawa sana yule
mtu alivyokuwa anaonekana. Maanake kinaonekana kile kitu akibadiliki, kipo vile vile. Lakini pia hapa utaona ya kwamba kuna kitu kimoja kinaitwa umoja, integrity. Lakini pia kuna kitu kingine hapa kinaandikwa, kinatumika kama holiness, utakatifu. Utakatifu ni mtu kuwa mmoja. Maanake mimi sibadiliki asubuhi, mchana, jioni. Ndio maana Mungu anaitwa mtakatifu. Maanake is integral God. Mungu ambaye habadiliki, anabaki vile vile jana, leo na hata milele. Amina. Na Mungu alipomuumba mwanadamu hivyo hivyo ili abebe maono. Maanake anatamani awe jana na leo na hata milele. Awe vile vile, asibadiliki. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa Mungu alipokuwa anatengeneza mwanadamu, haya yote alikuwa anabeba ndani. Kumbuka kwamba ana maono. Kuna vitu ambavyo amebeba ndani. Anataka amfanye mwanadamu afanye kama vile alivyokusudia. Haleluya. Amen. Tuko pamoja tumishi wa Mungu. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Okay. Kitu kingine ambacho ni cha msingi hapa ambacho tunakiona. Ukienda Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7. Biblia inasema Mungu akamfanyiza mwanadamu kutoka kwenye mavumbi ya ardhi. Nisikilize vizuri. Mungu akamfanyiza. Hivi unaelewa? Mwanzoni huko alisema ya kwamba na tumuumbe na tumfanye mwanadamu kwa sura. Yaani Mungu akamfanya mwanadamu afanane na yeye. Ila sura ya 2 anasema na tumfanyize mwanadamu kutoka kwenye mavumbi ya ardhi. Nisikilize vizuri. Neno lililotumika pale akasema tumfanyize ni neno to form. Kuform maana yake ni kama kitu unakitengeneza, kitu ambacho kipo. Neno la Mwanzo huku lililotumika sura ya 1 mstari wa 26, 27 na 28 pale, utaona ametumia neno bara. Maana yake create, maana yake ni uwezo wa mtu kutoka kwenye kitu ambacho hakikuwepo. Yaani Mungu alipomuumba mwanadamu nikaa alipuliza akatokea. Sio, unanielewa? Ila sura ya 2 anamfanyiza kwa hali kwenye kitu ambacho tayari kipo. Maana yake ni sasa amemuumba roho huko anamfanyiza kwa namna ya mwili. Sio, unanielewa? Haleluya. Kwa maana hapa neno linatumika la Kiebrania yaksar. Maana yake ni kumform, anamtoa huko roho anamleta aishi kwa namna ya mwili. Ndio maana utaona mbingu ni mbingu za Mungu, ila ardhi amewapa wananchi ambayo ni sisi watoto wake. Haleluya. Mungu ni Mungu ambaye anaishi mbinguni, lakini duniani aliwaweka wanadamu waishi kwa mfano wake. Sio, unanielewa? Haleluya. Kwa hiyo hapa tunaona ya kwamba Mungu ambaye ana maono ndani anamweka mwanadamu. Sura ya 2 mstari wa 7. Mstari ule wa 15 mpaka 17 utaona Mungu alipomweka kwenye bustani ya Edeni akampa maelekezo. Akasema hivi, matunda yote waweza kula, lakini tunda la ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa sababu siku utakapokula utakufa hakika. Bwana asifiwe. Haleluya. Haya yote yalikuwa ni maelekezo ya Mungu kwa Adamu. Nisikilize vizuri. Hapa Mungu alikuwa anaachilia maono. Anaachilia maono kwa nani? Kwa Adamu. Haleluya. Kwa nini anaachilia maono? Anataka Adamu aweze kuona katika ulimwengu wa kiroho. Awe na uwezo wa kusimama yeye mwenyewe. Awe na uwezo wa kutumia picha ya Mungu mbinguni. Yale maelekezo yalikuwa ni kwa ajili ya kanisa, kwa ajili yetu sisi. Manake Adamu akiyapoteza na sisi tumepotea. Na mnatambua ya kwamba Mwanzo sura ya 3 kuanzia ule mstari wa 1 unaona namna ambavyo Adamu na Eva wakapoteza nafasi ya kubeba maono, wakayapoteza yale maono. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa Mungu akawa amemfanyiza mwanadamu, akaweka katika bustani ya Edeni, akampa maelekezo. Yale maelekezo yalikuwa ni maono kwamba Adam, tazama, nisikilize, kula tunda la uzima kwa sababu utaishi milele, lakini kila tunda la ujuzi wa mema na mabaya utayazuia maisha yako, hautaweza kuendelea zaidi hapo. Bwana asifiwe. Haleluya. Fungua kile kitabu cha Mithali sura 29 mstari wa 18. Pasipo maono watu hushindwa kujizuia. Pasipo maono, manake maono yanatakiwa yawepo mwanzoni, yamuongoze yule mtu wapi anapoelekea. Kwa hiyo mtu akikosa maono hajui anakoelekea. Mtu akikosa maono hajui njia. Ambaye ana maono manake anajua ni wapi anapotakiwa kuanzia na wapi anapotakiwa kuelekea. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo
pasipo maono watu hushindwa kujizuia. Hata shindwa kujizuia kuzini, hata shindwa kujizuia kuja kanisani, hata shindwa, maana ajue anakoelekea. Kwa anaishi kama watu wengine, lakini aliye na maono atajiwekea discipline, atajiwekea nidhamu ya namna ya kuishi. Bwana asifiwe. Haleluya. Ndio maana tunapewa nafasi ya kukumbuka kwamba ipo nguvu ya maono katika nyakati tulizo nazo. Mungu alianza kwanza na maono ili atupe nafasi ya kuendelea. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Kwa hiyo tunaona maono yanakuwa ni msingi sana kwenye maisha. Lakini kumbuka, mwanzoni nilikwambia, aliyetambuliwa kuumbwa na Mungu ni Adam. Kwa nini Adam? Adam anatakiwa bebe maono kama mwanaume kwenye kanisa, kama mwanaume kwenye familia, kama mwanaume kwenye taifa. Kwa hiyo alitangulia kuwepo Adam kwanza, alafu Eva akaja baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Na ni mfumo wa Mungu kabisa kimaandiko ya kwamba mwanadamu ambaye anaitwa mwanaume asimame kama kichwa. Bwana asifiwe. Asimame kama mwongozo. Bwana asifiwe. Sasa kuna mfano mmoja hapa ambao nataka niufanye. Huu unatoka kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa 3. Naomba watu watano waje hapa. Watu watano kwa haraka. Namna ambavyo Mungu alivyoyaumba maono kwenye kanisa. Akaweka yale maono yawe kama guideline yanaliongoza kanisa. Bwana asifiwe. Sasa tuchukulie picha ya kwamba mtumishi stani hapa. Tunachukulia picha ya Mungu. Bwana asifiwe. Hapa tunachukulia picha ya Kristo. Bwana asifiwe. Hapa tunachukulia picha ya mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba ni Mungu. Hapa tunachukulia kwamba ni Kristo. Hapa tunachukulia kwamba ni mwanaume. Hapa tunachukulia kwamba ni mwanamke. Bwana asifiwe. Sasa dada ile asubuhi tunachukulia hawa ni watoto wa Mungu. Bwana asifiwe. Sasa tusikilizane. Mungu alipokuwa akiweka maono, yeye ni maono. Hayo maono anayabebesha ndani ya mwana. Ndani ya mwana anayapitisha kwa mwanaume. Mwanaume anayapitisha kwa mwanamke. Mwanamke anayapitisha kwa watoto. Bwana asifiwe. Ndio maana sasa neno la Mungu, soma ile Biblia ya Kiingereza inasema the head of a woman, huyu mwanamke, is a man. Kichwa cha mwanamke, kichwa cha mwanamke ni mwanaume. Kichwa cha mwanaume ni Kristo. Kichwa cha Kristo ni Mungu. Kwa hiyo huyu mbeba maono anambebesha mwanaye maono. Huyu Kristo ambaye amebeba maono anambebesha mwanaume maono ambaye anaitwa Adam. Huyu Adam anambebesha mwanamke ambaye anaitwa nani? Mwanamke ambaye ni Hawa. Bwana asifiwe. Huyu mwanamke, hii haijaandikwa lakini ndio principle ya kimungu. Huyu mwanamke anapitisha yale maono kwa watoto. Bwana asifiwe. Sasa kuna kitu cha msingi hapo. Kusoma kile kitabu cha Zaburi, anasema kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Manake msingi ni Mungu, ambayo msingi amemfanya mwana wake ambaye anaitwa Kristo, anaitwa jiwe kula pembeni. Bwana asifiwe. Zaburi 118 mstari wa 22. Pale utaona ya kwamba amemweka kama msingi, jiwe kula pembeni, ambayo halitikisiki. Huyu akisimama imara, amebebwa na baba yake ambaye ni Mungu. Bwana asifiwe. Huyu ameshikiliwa, huyu amemshika mwanae ambaye anaitwa Kristo, msingi wa kanisa. Huyu amemshika mwanaume. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kumbuka kwamba hii yote ni misingi. Na nilikwambia huko mwanzo nikasema Mungu kwanza. Huyu ndiye ambaye amebeba haya yote. Kwa mwanaume hawezi kusimama peke yake pasipo Kristo. Alafu huyu mwanaume anamshika au anambeba mwanamke. Anamshika mwanamke. Bwana asifiwe. Anambeba mwanamke manake katika kila kitu, yeye ndio kichwa chake. Anasimama kama msingi. Alafu huu msingi ambao ni mwanamke anawabeba watoto. Kwa hiyo nisikilize vizuri. Kwa hiyo hapa mwanaume Mungu ambaye amesimama kama msingi aliyemshikilia Kristo ndio anabeba wale wote. Kwa mtoto kule ataonekana juu, ila Mungu ataonekana chini. Msingi hata siku moja hujawahi kuonekana juu. Mungu anakaa chini kama kichwa. Bwana asifiwe. Ila ni kichwa kwa mantiki ya kwamba bado yuko kwenye msingi chini. Bwana asifiwe. Haleluya.
Tunatamani kanisa ambalo linajengwa na msingi wa Mungu, neno la Mungu kama msingi wa maono. Haya maono yanabebwa na Kristo, na Kristo ameshalipitisha kanisa, ambayo kanisa linahitaji mwanaume ambaye atasimama kwa ajili ya kubeba wanawake. Wanawake wanatakiwa wabebe watoto. Kwa watoto wanakuwa imara kwa namna ambavyo Mungu amemjengea msuri imara mwanamke. Mwanamke atajengewa msingi imara kwa mwanaume. Mwanaume atajengewa msingi imara kwa Kristo. Kwa Kristo atajengewa msingi imara na Mungu, na tunajua hiyo ni Kristo kwamba anamuita huyu kama baba. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Kwa hiyo hii ndio ambayo inatusaidia kama kanisa. Kwamba kila wakati Mungu akitazama toka mbinguni, anataka muone kwanza mwanaume Adam. Alipokuja bustani ya Edeni akauliza, Adam uko wapi? Hakuanza na Eva ambaye tayari ameshaingiza shida. Kwa hiyo kanisa, Mungu anaangalia mwanaume aliyepo pale kanisani. Ni nani ambaye amesimama kujenga msingi imara kwa ajili ya familia? Kwa sababu huyu mwanamke hawezi kusimama peke yake pasipo mwanaume. Mwanaume hapigi gym kwa ajili ya kumpiga mwanamke. Mwanaume anapiga gym kwa ajili ya kufanya maombi. Kuna watu hawajanielewa. Mwanaume anajituma akiwa na msuri. Ikitokea tatizo lolote, yeye ndio anasimama in the first place. Anasema hivi, kabla risasi haijampitia au haijamgusa mke wangu, mimi kwanza. Ndio maana Kristo akakubali kufa kwa ajili yetu sisi, afe kwa ajili ya maono ya baba yake wa mbinguni. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Na hii ndio kitu ambacho tunataka tukiishi sisi kwenye maisha yetu. Kila wakati tunatakiwa kuangalia maono ya Mungu. Mungu ameweka nini? Yeremia sura ya 1 mstari wa 11 na 12, Biblia inasema Mungu akamwambia Yeremia, unaona nini? Mungu akasema, naona mfito wa mlozi. Mungu akamwambia hivi, naliangalia neno langu nikalitimiza. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kumbe Mungu alikuwa anajua kabisa kila alichokisema ndicho ambacho kinatakiwa kitekeleze. Bwana asifiwe. Amen. Isaya 55 mstari wa 11. Biblia inasema kwamba ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu. Mungu akitamka inakuwa sheria. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Huyu Mungu ambaye ni baba, aliyebebesha maono mtoto wake, aliyeyapitisha kwa mwanaume. Huyu ni Mungu ambaye anasema neno lake halitarudi nyuma. Siku zote linatimiliza kile alichokisema. Lakini pia hata huyu mwanamke anatakiwa tegemee na maono ambayo yanatoka kwa mwanaume. Bwana asifiwe. Haleluya. Tunatakiwa tukue na watu ambao wana uwezo wa kuona katika kanisa. Haleluya. Tunatakiwa tuwe na watu ambao wana uwezo wa kuona katika kanisa. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Tupungie mkono kama unanielewa. Lazima akubali gharama ya maono. Yoyote anayebeba maono lazima akubali gharama ya maono. Ezekiel sura ya 4 mstari wa 1 mpaka 4. Naomba mtu mmoja hapa atatusaidia kusoma. Ezekiel sura ya 4 mstari wa 1 mpaka 4. Wewe nawe mwanadamu, jipatie tofali uliweke mbele yako, kisha chora juu yake mfano wa mji, yaani Yerusalemu, ukausuru, ukajenge ngome juu yake na kufanya boma juu yake, ukaweke makambi juu yake na kuweka magogo ya kuubomoa ya uzunguke pande zote. Mstari wa 3 anasema, kisha ukajipatie bamba la chuma, ukalisimamishe liwe ukuta wa chuma wakati ya wewe na mji huo, ukaelekeze uso wako juu yake, nao utausuriwa, nawe utausuru. Hili litakuwa ishara kwa nyumba ya Israeli. Mstari wa 4, tena lala chini kwa ubavu wako wa kushoto, ukaweka huo uovu wa nyumba ya Israeli juu yake, kwa kadri ya hesabu ya siku utakazolala juu yake, kwa kadri hiyo utauchukua uovu wao. Hii ni gharama ambayo alikuwa Ezekiel kama mbeba maono wa kanisa kama mbeba maono juu ya Israeli alikuwa anabeba. Sasa tuangalie mstari wa 5 na wa 6. Biblia inasemaje? Biblia inasema hivi, maana nimekuagiza miaka ya uovu wao iwe kwako hesabu ya siku, yaani siku 390, ndivyo utakavyochukua uovu wa nyumba ya Israeli. Mstari wa 6 anasema, tena utakapotimiza hizo, utalala kwa ubavu wa 10, nawe utauchukua uovu wa nyumba ya Yuda
siku 40, siku moja kwa mwaka mmoja nimekuagizia. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Ya wana wa Israeli ni Ezekiel. Ilipofika wakati wa kubeba gharama ya uovu, Ezekiel ikabidi abebe uovu kwa ajili ya wana wa Israeli. Sasa nisikilize. Ukisoma mstari wa 5 na wa 6, very powerful word. Anatuelekeza namna ambavyo Ezekiel alimbeba uovu kwa takriban siku 390. Analala kwenye ubavu wa kushoto, analia kwa ajili ya Israeli. Mtu yoyote anayebeba maono lazima kubali gharama. Mtu yoyote anayebeba maono lazima akubali kuteseka. Yeye ndiye ambaye anabeba mambo yote ya hao wengine wote. Tumeona msingi hapo kabla, tukasema kama msingi kiharibika, mwenye yake atafanya nini? Maana Mungu ndiye ambaye anakaa pale chini. Ilipotokea kwa habari ya kubeba dhambi ya ulimwengu, Kristo alikubali kubeba gharama. Mkristo yoyote asiyekubali kubeba gharama kwenye kanisa hafai. Mungu anatamani watu ambao watasimama kama Ezekiel. Mungu anatamani wanaume ambao watasimama kama Ezekiel, wanabeba uovu wa kanisa. Bwana asifiwe. Amen. Hapa nikuulize swali. Siku 390 ni sawa na muda gani? Takriban mwaka mmoja na siku kadhaa, sivyo? Mwaka mmoja na siku ngapi? Siku 365 mpaka siku 366 kama mwaka ni mrefu, sivyo? Atuchukulie 366. Zinabaki kama siku 24, sivyo? Kwa hiyo kwa mwaka mmoja alikuwa analala kwa ubavu wa kushoto. Na ukijua kwamba tofali imekaa kichwani, analia usiku na mchana. Anamwambia Mungu, naomba usamehe Israeli. Mungu, naomba usamehe Israeli. Akimaliza siku 390, anatakiwa kuhamia tena ubavu wa kulia, aliye kwa ajili ya Yuda. Unajua Israeli walitengana kimakabila. Walikuwa kabila la Israeli na kabila la Yuda. Kwa hiyo kabila la Israeli lina mfalme wake na Yuda na mfalme wake. Kwa hiyo alitakiwa aliye kwa ajili ya wote. Siku 390 ukiongeza na siku 40 unapata siku ngapi? 430. Kwa hiyo alilala chini kwenye sakafu kama hapa, anamlilia Mungu usiku na mchana. Siku 400 na ngapi? Bwana asifiwe. Nani hapa katikati yetu ambaye yupo tayari aliye kwa ajili ya maono ya Mungu kwenye kanisa? Nani ambaye atakubali hiyo gharama, akeshe usiku na mchana anamlilia Mungu ya kwamba Mungu, ninatamani maono yako yaonekane kwenye kanisa? Ni mwanamume yupi ambaye atakubali gharama kwa miaka hii, kwamba mimi ninaona mambo fulani hayajakaa sawa, labda kitaifa, kimkoa, labda kikanisa, labda kiuchumi, sijaona mambo hayajakaa sawa, natamani nilie siku 390 na mlilia Mungu? Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa sababu inatuhusu wote. Gharama ya kubeba maono ni kwa ajili ya kanisa zima. Haleluya. Amen. Gharama ya kubeba maono kwenye kanisa ni watu wote, tunatakiwa tubebe maono. Si kitu chepesi. Haulali unalia kwa ajili ya mtu abadilike. Sio kitu chepesi ukatamani tabia ya mtu ibadilike. Sio kitu chepesi cha kuona kanisa linafuata kama unavyotaka. Lazima iwepo gharama. Unaona vijana kuna wakati hawafati mifumo ya kanisa au mifumo ya sheria fulani. Kuna gharama. Yesu Kristo ili ambadilishe Lambert ambaye alikuwa anapenda mambo ya dunia, ilipigwa gharama ya kufa msalabani. Hiyo gharama ndio ambayo inatupa sisi nafasi kama kanisa. Ukiona tunahubiri ni kwa sababu imefikia wakati kanisa halijasimama kwenye nafasi yake. Tunaanza kulikumbusha, rudi kwenye nafasi yako. Ukiona gharama inahubiriwa ni kwa sababu itakukosa kupoteza watu muhimu, kupoteza vitu muhimu ili umpate Kristo na huyo mtu. Si kitu chepesi kumfanya mtoto wako afike mpaka chuo, si kitu chepesi. Hapa katikati lazima utakutana na maadui. Hapa katikati utakutana na watu watakupinga, hawataki kitu chako kisogee. Mzigo kwa ajili ya kanisa. Natamani kanisa la Ilomba liwe kanisa mojawapo katikati ya wengi litakalobeba gharama ya maono kwa ajili ya kulibeba kanisa.
Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mwambie mwenzako kubali gharama. Kubali gharama. Mwambie kubali gharama. Kubali gharama. Mwambie lazima ugharamike. Lazima ugharamike. Ili kuleta mabadiliko. Ili kuleta mabadiliko. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hapa nimalizie na hili. Muhimu sana. Esther. Katika kitabu kile cha Esther. Kianza kusoma sura ya kwanza, sura ya pili, sura ya tatu, sura ya 4. Utaona Haman aliandaa mpango mkakati wa kuwateketeza Waisraeli wote. Kasome tu kuanzia sura ya 3, sura ya 4 pa. Siwezi kupita kila mahali. Haman aliandaa mpango mkakati wa kuangamiza Wayahudi wote walioko Shushani. Ikafika wakati Mordekai akamfuata Esther. Akamwambia Malkia, Wayahudi wameandikiwa nyaraka ya kuteketezwa na mfalme amethibitisha. Unajua kwenye tawala hizi za kimonarki, tawala za kifalme, mara nyingi huwa ni tawala ambazo zinaongozwa na mfalme kama kauli ya kuongoza nchi. Mfalme akisema imekuwa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo alipoweka muhuri wake akawa amethibitisha kwamba mimi nimeshasema na inatakiwa iwe hivyo. Kwa hiyo wana wa Israeli wanatakiwa kuangamizwa wote. Sema wanatakiwa kuangamizwa wote. Wanatakiwa kuangamizwa wote. Mordekai akamfuata Malkia akasema hivi, tunapaswa kuchukua hatua haraka. Lazima tugharamike. Wewe Malkia ndio unatakiwa uende kwa mfalme ukamwambie abadilishe kauli. Tofauti na hapo tutakufa. Katika mji wa Shushani wafunge siku 3 kwa ajili yangu mimi, nikiangamia na niangamia. Maana yake alikuwa anabeba gharama yote, kama nakufa nakufa. Esther akakubali kuchukua gharama ya kufunga pamoja na wana wa Israeli wote. Wakavaa magunia waomboleze kwa Bwana siku 3, hawali hawanywi. Bwana asifiwe. Kwa mara nyingi nikihubiriaka kwa habari ya Esther, mara nyingi mabinti wengi wanawaambia, kama ukubali kubeba gharama kwa sababu ya urembo wako, unapoteza muda kwenye ulimwengu. Nafasi ya kwanza lazima iwepo ni Mungu. Kumbuka Malkia alikuwa ni mrembo. Labda kwa miaka ile unaweza tukasema alikuwa na umbile zuri, kwa sababu mfalme kwa miaka ile anayesimama katikati ya taifa lazima ni yule ambaye anakuwa na umbile zuri, ana sauti nzuri, lakini pia ana uwezo wa kumshawishi mfalme. Bwana asifiwe. Kwa hiyo alikuwa na vigezo vyote vya kumfuata mfalme. Akamwambia mfalme, ninaomba upindishe hii sheria, haiko sawa. Lakini alijua kabisa huyo mfalme ambaye anamfuata amefungwa katika ulimwengu wa kiroho, na ili kuvunja lazima nikubali gharama. Akakubali kukaa siku 3 hali anamlilia Mungu. Sasa Malkia alilia usiku na mchana. Mwambie mdada aliyekuwa hapa, tufunge masaa na mimi nimechomea na dawa sana utakufa nini? Mrembo ambaye alikuwa anakaa na mfalme usiku na mchana amekubali kukaa siku 3 hali yani. Mtumishi anaweza kabisa. Wewe huwezi kwa nini? Unatakiwa ufunge. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Lazima ukubali gharama hii, wakati muda mwingine inabidi ujitese tu, lazima. Kuna kauli moja mtumishi mmoja alisema, you must crucify your body in order to heal your spirit. Maana kunatakiwa usulubishe mwili kwa ajili ya kulisha roho yako. Esther akakubali, ni mrembo, akakubali kupoteza umbile kwa siku 3. Sasa wengine wanasoma, anakuhubiria kabisa. Esther aliomba. Esther alifunga siku 3. Na sisi tunataka tufunge. Mwambie tufunge. Saa 6 tu ishachoka. Bwana asifiwe. Haleluya. Lazima iwepo gharama. Alipoenda kwa mfalme, sikiliza. Hivyo hujui maombi ya kufunga. Watumishi wa Mungu yanafungua mambo mengi. Amina. Biblia inasema hivi, kuna mambo hayatawezekana. Yesu Kristo anawaambia wanafunzi wake, kuna mambo hayatawezekana bali kwa kufunga na kuomba. Ndio maana Baba huwa anatusisitiza
Sikiza, siku ya Jumanne tunakuja hapa kuomba. Ni masaa 12 tu. Tuombe, tumlilie Mungu. Kuna mambo kwenye familia yako hatawezekana, lazima ufunge. Kuna mambo hatawezekana kwenye nchi yetu, bali lazima ufunge wewe. Hapo pengine utafunga wewe upopi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kama mmoja anatupikaga na vijana, hii sio ya kwangu. Ni ya nani? Kusoma neno ni kwa ajili yako, kufunga ni kwa ajili yako, maombi ni kwa ajili yako. Nakuombea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ambaye ametuokoa, huyo ambaye alikufa pale msalabani kwa ajili yetu sisi. Ninakuombea na wewe uweze kufunga, uweze kuomba, uweze kubeba gharama kama Yesu Kristo alivyofanya pale msalabani, kama Esther, ili na sisi tuweze kulibeba kanisa. Kanisa litawezekanika kwenda mbele pasipo gharama. Lazima iwepo gharama ili tuweze kwenda mbele. Na mimi ninakuombea kwa jina la Yesu, kuanzia sasa na hata milele tuweze kuendelea mbele kwa kubeba gharama. Amen. Usipojitesa hakutakuwa na kitu kitachoonekana. Bwana asifiwe. Haleluya. Kuna gharama lazima uibebe. Ukubali kuumia. Ni ndoa inakusumbua kweli. Ni ndoa inakutesa kweli. Lakini nafika wakati tunapiga kwa tunasema yes. 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 Na kulilia Mungu. Maisha yanakuwa magumu, kuna wakati tunapiga goti. Unamwambia yes, yes. Mimi nakituma. Mimi ninahangaika, lakini Yesu sioni mpenyo. Kwa jina la Yesu Kristo nakuombea. Utakapofunga kuna mambo mengine yanafunguka automatically. Wabeba maono siku zote wanakubali gharama. Amen. Sema yes. Yes. Nisaidie. Nibebe gharama. Nibebe gharama. Sema yes. Yes. Nisaidie. Nibebe gharama. Kwa ajili ya kanisa langu. Nibebe maono. Kwa ajili ya kanisa langu. Angalia jirani yako, mwambie beba gharama. Beba gharama. Mwambie beba gharama. Beba gharama. Mwambie beba gharama. Beba gharama. Ukisoma kitabu kile cha Wafalme wa kwanza sura 19, sura 17, utaona namna ambavyo Elia alimuomba Mungu mvua isinyeshe na mvua ikunyeshe. Kitu ambacho kilichomfanya Elia asikilizwe. Kumbuka ya kwamba kulikuwa kuna takriban manabii wengine 7,000 Mungu alikuwa amewatenga. Kitu gani kilichomfanya Elia asikilizwe na Mungu? Alafu maombi ya watu wengine wasisikilizwe. Usifikiri kwamba wana manabii wengine walikuwa waombi Mungu, wakimwambia Mungu leta mvua. Mtu mmoja anaifanya mbingu yote imwangalie yeye. Bwana asifiwe. Amen. Mbingu yote inamtazama Pastor Greenwood. Mbingu yote inamtazama Xavier Mangakini. Mbingu yote inamtazama Gray. Mbingu yote inamtazama Lambert. Kwa kiwango cha maombi na gharama ya mifungo. Yaani kuna wakati unafikia sasa unaomba mpaka unaanza kutetemeka. Inafika wakati ardhi inatetemeka, mbingu inashtuka. Huyu ni nani ambaye anaomba usiku na mchana? Mbingu ikashtuka. Ikasema tutafunga mvua miaka 3 na miezi 6. Hivi huyu mtu alikuwa na stamina kiasi gani kuomba mpaka Mungu anasema hivi nafunga mvua miaka 3 na miezi 6. Maana alikuwa na stamina ya kutosha kukaa kwenye maombi. Wanatheolojia wanasema kuna wakati alikuwa anaomba mpaka suku za miguu zilikuwa zinamtuka. Wengine wanasema huko aliisha kabisa, ni karibu mbavu zinaanza kuonekana. Maana alikuwa na mifungo mingi. Usipojiteza mtumishi wa Mungu, wewe una matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ndana moja. Mimi kweli kope zimekaa zile feki ziko hivi. Nataka mwingine hivi. Kucha zake zimenyoka hivi. Tuimbe, tuombe, tukuze Mungu. Kwa kweli Mungu, ishi Mungu. Nani atabadilisha mazingira? Hakuna ambaye anaweza kubadilisha mazingira zaidi yako wewe. Bwana asifiwe. Amen. Huko nchini Marekani nilisoma historia moja ya mwanamke mmoja anaitwa Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman aliwahi kusema, ilifikia wakati alichoka na maisha. Akaangalia juu. Akaangalia anga. Alipokuwa anaangalia anga, akasema Mungu, mimi sina kipaji kama watu wengine. Mimi sina uwezo kama watu wengine. Ila Mungu, nakupa mwili wangu kama sadaka. Alitumia Warumi sura 12 mstari wa 1.
toeni milioni kama nabii. Akautoa mwili wake. Anatamani Mungu aheshimike nchini Marekani. Akafunga. Alikuwa anakula pale ambapo anaona njaa tu. Alikuwa hajui, yani alikuwa hajui kwamba Mungu atakumbuka lini. Aling'ang'ana kama Hana. Akapoteza umbile lake lote. Alikuwa ni mrembo, alipoteza umbile lake lote na sura yake ikabadilika. Hani anang'ang'ana Mungu amuonekanie. Akatumia gharama. Unaona kuna wakati walikuwa wanasema alikuwa akipiga magoti masaa 6 kwenye maombi. Anamlilia Mungu. Machozi yakatoka. Mungu akafanya mkono, amebadilisha historia ya Wamarekani wengi, wanawake na wakimbizi. Marekani. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ukisema wanawake wewe hawawezi kuna mnadani huyu aliwezaje? Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini itafikia wakati itafikia wakati Mungu akikutazama haangalii machozi yako, anaangalia gharama ya maombi yako na mifungo. Ili aweze kuyatazama maono yake yaweke ndani yako. Ili mwisho wa siku ile gharama